إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tumeitekeleza ibada ya swala ya Eid. Jambo kubwa tunalopaswa kuambiana kwa siku kama ya leo, kuna mambo mengi, nitayataja baadhi. Miongoni mwa mambo hayo, tuna wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi yeye na kumkabbir subhanahu wa ta'ala kwa kutuneemesha juu ya neema hii ya kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani kama tulivyoamrishwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie ibada zetu zote tulizozifanya ndani ya mwezi huu. Saumu ya Ramadhani imewekwa kwa malengo makubwa kabisa, likiwa lengo la msingi au malengo ya msingi ni kufikia daraja ya taqwa Allah azza wa jalla, kama alivyoliweka wazi hilo Allah jalla wa ala katika aya ya saumu maarufu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu nyinyi saumu, mmewekewa ulazima wa kufunga kama ilivyofaradhishwa saumu kwa waliokuwa kabla yenu. Umma zilizopita zilifaradhishiwa saumu, na nyinyi pia vile vile, ili muwe wacha Mungu. إذن الهدف الأساسي في فرضية الصوم وصول مرتبة التقوى. malengo ya msingi kabisa katika kufaradhishwa saum ni watu kufikia kwenye daraja ya taqwa. Na ndiyo maana ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wakiwa wamefunga, pamoja na ibada ya kufunga, kuna ibada nyingi ambazo Waislamu wanazitekeleza na zimehimizwa watu wazifanye. Swala iko kama kawaida, swala za faradhi, swala za sunna, arrawatib qabliya na baadia, qiyam, swala ya tarawih pamoja na witri. Waislamu hukusanyika misikitini wakaiswali kwa jamaa. Kadhalika tilawatul Qur'an, kuisoma Qur'an kwa wingi
tofauti na miezi mingine, tofauti na siku nyingine, usiku na mchana. Kadhalika kutoa sadaqa, kuwaangalia mafakiri na wahitaji na kuwasaidia na kusaidia katika mambo mbalimbali ya khairi. Kadhalika kuwalisha watu chakula. Kadhalika at-tauba, watu kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi walioyafanya, pamoja na kwamba tauba iko siku zote, lakini katika mwezi wa Ramadhani ni akad, imetiliwa mkazo zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kila usiku anao watu anaoacha huru, walikuwa tayari washawajibishwa kuingia motoni, lakini kwa fadhila zake Allah na rahma huacha huru waja wake wasiingie tena motoni, bali wapelekwe katika janna. Nasalu Allah ta'ala an yaj'alana min utaqa'i min an-nar. Lakini pia katika ibada zinazofanyika katika mwezi wa Ramadhani ni at-tadarru' ila Allah bid-du'a, watu kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya dua na mengine mengi. Watu hujiepusha na mambo mengi katika usiku na mchana wa Ramadhani, na yote haya ni katika mambo yanayomfikisha mja katika daraja ya taqwa Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, waliolifahamu hili walilisimamia vyema. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi tuwe katika hao na atukabalie amali zetu. Kuna watu walizembea, hawakufika kwenye kiwango kinachotakiwa, na saumu zao zimekuwa zina magep, zina mapungufu kutokana na udhaifu ambao wameuonyesha ndani ya mwezi huu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aziunge saumu zao kwa yale mema watakayofuatishia baada ya Ramadhani, kama vile kutoa zakatul fitri na kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal na mengineyo katika mambo ya khair. Lakini kuna wengine walipuuza kabisa, hawakujua kama kuna Ramadhani, kwa maana hawakuipa haki yake. Hawa pia tuwaombea hidayah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aziongoze nyoyo zao, warudi katika mstari, warudi katika haki. Kitu cha msingi ambacho nitapenda nikikumbushe katika maukifu hii ni watu kuthibiti katika msimamo ule tuliokuwa nao katika mwezi wa Ramadhani. Tuliyofanya ni mengi mazuri kabisa katika mwezi huu, na ukiangalia athari na alama za uchamungu ziko kwa baadhi ya watu kutokana na maisha walioishi katika mwezi wa Ramadhani. Lakini shaitani ni haris, anapupa ya kuwarudisha watu walikotoka, pamoja na tauba walizozifanya na istighfar. Lakini shaitani hajakata tamaa, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyomuelezea shaitani katika Qur'an kwamba alikula kiapo cha kwamba atahakikisha atawapoteza waja wa Allah. Ziko aya tofauti, lakini nitazisoma baadhi ya aya katika suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala akituthibitishia hili kwamba katika mpango mkakati na katika juhudi alizonazo shaitani ni kuhakikisha watu wanarudi walikotoka, wanaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aelezea namna alivyomkirimu mwanadamu kwa kumkirimu baba yao Adam, kwamba malaika wamsujudie yeye. Shaitani alikataa, akasema qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisawtik وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya shaytani kukataa na kutakabbar, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, unaona huyu uliyemfanya bora ukamtukuza juu yangu, huyu uliyemkirimu ukamtukuza juu yangu, ukampa heshima, ukamfanya kuwa ni bora kuliko mimi, kama utanipa muda mpaka siku ya kiyama niwe niko hai katika huu ulimwengu, nitahakikisha nitakiangamiza na kukipoteza kizazi chake chote. La ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila, isipokuwa wachache tu nitakiangamiza. Wallahi anaapa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia dhhab, akamwambia ondoka, akamwambia ondoka, atakayekufuata miongoni mwao basi malipo yao na jazaa yao ni jahannam, na hayo ndiyo malipo yaliyotimia. Kwa hiyo wewe mtie kwenye ujinga unayemweza, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, mtie kwenye ujinga, mrudishe kule alikotoka, mtie katika upumbavu katika hao wanadamu unayemweza kwa kutumia sauti yako, yani kwa ushawishi wa nyimbo na maneno mabaya ya kuvuka mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia sauti yako na wakokote wao kwa kutumia jeshi lako la wapanda farasi na jeshi lako la watembeao kwa miguu. Wa ajlib alaihim bikhailika wa rajlik, shirikiana nao hao wote. Washarikuhum fil amwali wal aulad, na shirikiana na wao katika mali za haramu na katika watoto wa zinaa, na uwape ahadi nyingi za uongo. Shaitani hatoi ahadi isipokuwa ni uongo mtupu na hadaa. Na tutaka kukisema ni kwamba tumeingia kwenye mapambano na shaitani. Anataka kututoa katika msingi ambao tayari tushaujenga. Kwa hiyo tusikubali, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo ya msingi ya kuyazingatia ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi atuthibitishe kwenye ule msimamo tuliokuwa nao, na tusirudi nyuma tulikotoka katika mambo mabaya na maovu. Toba zetu na istighfari zetu ziwe za kweli, visimamo vyetu viendelee, tusiache. Tuendelee kuswali usiku, tuendeleze wirdi na uradi na utaratibu wa kuisoma Qur'an, tuendelee kusaidiana katika kheri, tuendelee sisi kusomeshana kheri na kunasihiana na kuamrishana mema na kukatazana maovu kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati juu ya hili. Nitazungumzia kitu kingine nacho. Leo ni siku ya Ijumaa na imeangukia kuwa Idi ni siku ya Aljumaa. Nataka kuwaambia Waislamu kwamba kuhudhuria msikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa sio lazima, kwa kauli za wengi katika wanawazuoni. Kwa hiyo watu wanaweza kuswali ya dhuhuri, imamu atakwenda msikitini, watakao kwenda msikitini atawaswalisha Aljumaa, na wale ambao hawakwenda msikitini wataswali ya dhuhuri. Hii ni katika faida ya watu kusoma. Mtu anasema itawezekana vipi? Ijumaa hakuna. Na sheria imetoa nafasi hiyo. Ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zipo, kauli za wanawachuoni wenye kufafanua jambo hili zipo, na pia ukichangia leo kuna udhuru huu
wa mvua. Kwa dhuhuri watu wataswali majumbani huko, lakini imamu atafika msikitini. Kwa wale watakaoweza kufika msikitini wataswalishwa aljumaa pale. Hili tulifahamu. Na jambo jingine, baada ya kumaliza saumu ya Ramadhani tumeingia katika mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mafunzo yake ametuwekea pia kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, yule atakayefunga Ramadhani kisha akafuatishia kufunga 6 min Shawwal, siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahr, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, anakuwa kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo saumu ya 6 nayo ipo, na si lazima kwamba leo Eid uanze kufunga kesho, bali baadhi ya wanawazuoni wanapendelea ucheleweshe kidogo ili uendelee kufurahia Eid, upokee wageni wako, ule kwa wasaa, lakini ndani ya mwezi huu ufunge siku 6. Na si lazima uzifunge kwa mfululizo ukianza 1 mpaka 6, la, unaweza kufunga kwa wiki, siku 2, siku 3, ili mradi Shawwali isitoke ila na wewe umekamilisha siku 6. Kwa hiyo hili nalo tulifahamu. Jambo la mwisho kikubwa zaidi, ninawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika naiombea nafsi yangu, sote atakabalie yale mema tuliyoyafanya. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Na pia nawatakia Eid njema, salama, yenye baraka ndani yake, na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mabalaa, misukosuko, mitihani mbalimbali tusiyoiweza, na atupe thabati katika nyoyo zetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala aziunganishe nyoyo za Waislamu, zisimame mahali pamoja, Waislamu wapendane mapenzi ya kweli kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu pia Allah wajalie wawe na uwezo wa kutendeana mema na kusameheana wanapokoseana. Atujalie tu katika hali hizo. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.